mai yetu mai, mai yetu mai, mai ya wazalendo, mai yetu mai, mai yetu mai. Tuko bema wa M23, tuko bema ba M23, mai yetu mai, mai yetu mai. Watu gani walikuwa kiimba kila mara mai yetu mai? Ni jeshi la wazalendo walikuwa wanaitwa mai. Lakini katika muda wetu wa leo, jina la mai lilimesha kumalizika kwa sasa. Wazalendo wamekuwa FARDC. Mambo ya wazalendo haina jina kwa sasa. Tayari tabia ya wazalendo wamesha kuchukua karakta, wamechukua kategoria, yani tuseme wamechukua mentality ya jeshi la FARDC. Wazalendo walikuwa wanatumia mbingu za madawa sana, walikuwa kitumia mbingu za ushirikina kwenye uwanja wenye mapigano. La kwa sasa wazalendo kwa leo wanaanza kutumia mbingu ama teknolojia za jeshi za FARDC, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatujajua kama jeshi la wazalendo hili waungane na serikali ya Kongo walipewa masharti kusipotumia hizo madawa walikuwa kitumia, ama wale wazee wa kitambo, wale wazee watate walikuwa kipeana hizo madawa walifariki ama vipi? Hatujui, mpaka watu wengi wanajiuliza mengi kuhusu wanajeshi wa wazalendo. Ukiangalia mapigano ya wanajeshi wa wazalendo na mapigano ya kisasa ni vitu tofauti. Wazalendo wa kitambo walikuwa wanapambana kwa kweli, na hata kabisa unasikia kabisa mwanajeshi anapigwa masasi haitamshika. Lakini kwa sasa wazalendo wa leo wanapigwa masasi ama wanatumia, hatujui, wamesha kwa tofauti katika sekta lenye mapigano. Wale wazee tukiangalia upande wa kabila wa Bembe wanatumia shirikina sana. Kabila ya Wabembe wanatumia shirikina sana. Hatujue kwa sasa ile uchawi yao wanatumia, kwa nini hawaitumia kwenye sehemu la vita lenye mapambano? Wanajeshi wazalendo ama upande wa Shabunda, teritoria ya Shabunda, wanatumia kabila ya Warega, wanatumia sana shirikina, wanatumia madawa sana. Kwa nini hawatumie tena madawa haya katika uenzo yenye mapigano, kuhusu mapigano M23? Kwa nini hawaroge M23? Kwa nini wairoge kwenye mapigano, washindwe kwenye mapigano? Lakini ukiona mtoto wa Kongo anaendelea kuevolve katika maisha, ile madawa sasa ndio mnaanza kuoua nao. Mtoto wa nyumbani, yani jirani wako akiendelea kudevelope, mara moja unaanza kumua na hizo uchawi. Hiyo uchawi kwa nini amuitumie kwenye mapigano huko? Wale wachawi wa Wabembe, wachawi wa Warega, kwa nini uchawi amuitumie kwenye uwanja mapigano hapo ndani ya seta, kwenye bunge, katika wanajeshi wa M23? Muwapige, muwaroge, hata hizo silaha zao wakipiga mara moja zipinduke ziwarudilie. Kwa nini amutumie hizo uchawi? Uchawi ni kuona mwenzako Murega anaendelea kuavance, unamuroga. Uchawi ni kuona ndugu yako Mubembe anaendelea kuavance, unamuroga. Uchawi ni kuona diaspora ako Amerika anakuja kujenga nyumba hapo nchini Kongo, mara moja mnaroga, hiyo nyumba inaanguka. Yani hiyo ndio uchawi. Kabla nizungumze haya, kama ushanifuatilia ndani ya Media Goma TV, utajua mengi kila mara. Kwa sasa hapa tunakuwa tukichambua moja kwa moja. Kwa sababu gani nimezungumzia hii? Ni kwa sababu mara kwa mara vita leo inaendelea kushindwa kabisa. FARDC wanafaulu kuchukua eneo fulani, mara moja M23 nimechukua. Kwa nini nimezungumzia? Kabla nizungumze mengi zaidi, hacha kwanza tuongee ama tuzungumze na ndugu yetu moja kutokea upande ya hapo ndani ya Kalemi. Mara moja amezungumza mingi sana kupitia ili vita linalopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mpaka kwa sasa. Hili ni jambo lenyewe watu wengi imewachanganya kiakili. Hebu kwanza tuzungumze na yeye, itakuwa ni ya muhimu zaidi. Bwana ndugu zangu kutokea hapo, tunakusalimu kupitia Media Goma TV, kwa jambo la Media Goma TV. Kwa majina ni reporter Nelson. Katika muda huu wa habari wa jioni ya leo, tuna mengi unaweza kuwa na sisi, unaweza kuelezea ama raia population ama kuhimiza jeshi la wazalendo, watu waliotegemea zaidi, lakini katika sekta yenye mpango ama katika uwanja mapambano waenda kufeli kabisa katika uwanja wenye mapigano. Na ni nini utabidi waelezee tayari jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa nini wanaendelea kushindwa kwenye uwanja mapambano kila mara? Watoto wa mama, watoto wa baba.
Yes. Nchi ni yetu. Teritoria ya Fizi ni yetu, teritoria ya Uvira yetu, teritoria ya Mwenga yetu, Sud Kivu yote ni yetu na Nord Kivu ni yetu. Ndio. Nchi yote en general ni yetu. Ndio. Watoto wetu wazalendo wawe na komandema yao personnel. Kwa sababu komandema ya wasoda wa komandani wako wa koloneli wako zone d'operation wote ni Wanyarwanda au wenye wako korompi. Ama hatuwezi vita inaweza fanya miaka, lakini wenyewe kunapata hasara ni sisi watoto wa nchi. Cha pili au cha tatu, kama FARDC ayaingia Rwanda, Wanyarwanda hawatatuheshimiaka na ili vita itaishaka. Yes. Tutapigana kila siku, unanyanganya après 2 mois para wanyanganya. Mimi na regrete leo kuona tena point zero Mikenge sijui nini imekuwa mikono ya wajama. Sijui kama watoto ya Fizi, najua kama watoto ya Fizi kuko hiyo kuteja korofti, tunajua hivi. Watoto wa Fizi wamepewa pesa. Hiyo wangana na roho ya uzima. Kuko hiyo chakuwa na roho ya kufa, lakini kuko hiyo wangana na roho ya uzima ya kupigania nchi. Ujue kwamba hii kere iko chini kere conventionnel. Hawa mnakamata demo, wanachimbula kama watachimbula, wengine wanatoka apretene baada ya kuwa kipere hivyo kere haitaishi. Vita tabaki hivyo. Ushakaona nchi ya wapi huko wanapigana. Rebeli nasema sisi hivi na wasoda wanaitika sisi hivi. Ya kuanga ijame dunia nzima. Hapo. Ambia watu. Ili magari ya makarati karasai. Kuma fikiri tuisha kamata fasi baada ya watu wa tena wanakuwa kutunyang'anya. Kisa unaelewa hii kitu kabisa. Ni jambo la woga. Sasa pale ni kama kimya. Les militaires, les civils d'état-major, tuko na vifaa kila kitu. Wale watu wa Zilio wako Kinshasa, alitumika na mtoto wa Kanambe, hawawezi kupigana kwa sababu hayo wanachunga tu salary ya mwezi, anakuwa kuona salary kufanya kidogo wakati yeye yuko na nyinyi sikuona mtu ukomparisi tu, na ndio maana watu wanapenda ule mtoto wa Kanambe kwa sababu alikuwa na machilia juu ya kuungana power yake. Watoto wetu wazalendo waache komandema ya FARDC, watengeneze yao gani kisi walikuwa zamani abake hawajangana na FARDC. Good. Yo komandema military ya ajabu. Unaona mtu kama ni komanda operational anakunywa pombe, washampatia pesa, anaambia sasa mwe mfanye maneti. Ni problem tukuna. Lakini kisi wazalendo walikuwa wanapigana kutetea nchi, masilaha yao, walikuwa wanaenda kuwapiga wachama mpaka leo. Lakini hivyo waliingia mu FARDC, wanakubali komandema ya FARDC. Ndio maana yote zarau ya Wanyarwanda kuingia haiwezi kuisha. Babembe bako na bolozi ya ajabu. Babembe Arega bako na bolozi ya ajabu. Wavile wako na bolozi ya ajabu. Sio kama fitili kema Wanyarwanda bako naingilia patu wanaua patu. Na mwe mko na vitu yenyewe itabalizi ile gere aina mtoto wala nini. Sielewi kabisa. Hiyo ndio jambo. Naomba wale wakina wale wazee na mashifu wa masekta haiko tena vitu kuficha. Maitani waite mama bibi anajua vitu. Ile uchawi waeke nje. Jamaa makufa na diare. Kwa sababu sino hiyo ishafika kama ni polisi ndio wanakamata. Siku mbili watafika huko kumbodi lake. Wataua watu kama vile sawa zile sijui si hapo. Na vitu hivi ulikuwa navyo vitarakia, unafanya nini? Unasubiri nini nchi yetu? Wazee unasubiri kuona tu mtu anajenga nyumba anamuua, wanamshushia tu pale kwa sababu ifuko wapiga mafundri kabisa. nchi tu
Au basi sio kabisa tu mafranga wala. Sio. Basi kutimia leo basi sababu wanashanga na sio kutimia na baraka karavati. Sio kutimia baraka karavati wala koti. Anavala ndio nini? Ngozi ya Simba tuko na problem. siku hizi ni makarvati, costume na baomba. Uombe basi hii useme kabisa. tena utimia makapita. Uambie baba mwenyewe na muende mfungi wale majaba tena madiare na manyuki na madini. Huko nafikia mabulozi kwa wafikia nini? Ulitima uliza kuua wa diaspora tu anajenga nyumba unamua. Kabisa. Watu wangu, kama mnavyonisikiliza kupitia media Goma TV kwa muda kama huyu, tayari mnasikiliza haya. Wabembe wana uchawi mingi zaidi, Warega wana uchawi mingi zaidi, Wavira wana uchawi nyingi zaidi, lakini wale wachawi hatuone tena waonekane kwenye uwanja mapambano. Kazi yao ni kuua watu, wanaendelea kuevolve kimaisha pari wapambane na wahasi, na jeshi la wazalendo hao ndio walikuwa kiwatengenezea madawa. Mpaka kwa sasa hizo madawa tujui kama tayari nao walipewa kitu kidogo. Ili kumbuka, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mambo ni mengi zaidi. Unaweza kuona mwenzako anaamka saizi hajali chochote, kumbi yeye ana mfano mmoja bora zaidi, anakula fedha zake. Na kwa sasa katika habari zetu, hili lifungue kurasa zetu kwa sasa, eneo ya Bidegu, nasema eneo ya Bidegu, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC walifanya kosa moja jana tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Hatua kwenye uwanja mapambano, waasi wa M23 waliwashambulia FARDC, walikimbia wakaacha jeshi la wazalendo peke yao katika eneo ya hapo ndani ya Bidegu. Mara moja wanajeshi wa FARDC wakaenda mara moja upande wa Fizi. Jeshi limoja anaoitwa Koloneli Ngomazito, General Ngomazito ndio alichukua wanajeshi wake wakaenda kupeana ramforo katika upande wa Bidegu. Hili ni jambo la kuonesha hivi tayari mambo ya vita. Serikali msitegemee serikali ya Kongo. Wanajeshi wazalendo, muamuke, mufanye kazi, mupambane na waasi kama gisi mlikuwa mkipambana na FARDC kila mara katika porini. Kumbuka hili vita sasa wa jeshi la FARDC halina tegemeo. Kwa sababu gani? Tegemeo la FARDC ni hatua mara moja tulikuwa tukiona wakizingatia eneo fulani. Wanajeshi wa FARDC ni kuwaona katika barabara wanavaa mateni, wanashika masira na kuweka pesa zao kwenye mfuko. Kumbuka kwa jeshi la wazalendo kuna wale hawalipwi mshahara na FARDC. Tayari FARDC wanalipwa pesa zao, wanaweka kwenye mfuko, na ndio maana hao wanaweza kuona vita tuendelee. Tayari hao wanaingiza pesa zao, wanalipwa mshahara wao kila mwisho wa mwezi. Nyinyi wazalendo, kuna wale tayari ndio mnakula pesa, lakini kuna wanajeshi wenyu wamoja hawapate pesa. Lakini muwe na onere ya kujua raia population nayo inawategemea. Kama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tayari wakaazi ama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo population upande wa Sud Kivu kwa kweli wamenawa pamoja. Kwa sababu gani nimezungumza hili? Kumbuka kuna habari ziliendelea kutangazwa kusema Baraka iko na jeshi la M23 pamoja na Fizi na upande wa Mwenga. Never. Upande wa Mwenga imemilikiwa na FARDC, upande wa Fizi inamilikiwa na FARDC, upande wa sehemu wa Baraka unamilikiwa na FARDC. Lakini kwenye kumiliki upande huyo sio kusema kuna usalama. Hata yeyote atakuja kuwatangazia kuambia kuna usalama, hiyo ni habari ya uongo, kwa sababu raia population hawana usingizi. Kwa sababu jeshi la FARDC wako ndani ya mji hizo wanaendelea kusumbua raia population, na habari mengine ile watu wengine hawajui. Kumbuka upande wa Fizi internet zimekatiwa, hauweze kupiga simu. Upande wa Baraka internet imekatiwa, hauwezi kupiga simu. Hiyo tena ni hatari lenye uzuni zaidi, kwa sababu ukiwa katika eneo bila usalama, bila kupigia ndugu zako, tayari hizo eneo hakuna usalama. Ndio maana nawaambia kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo raia population imewategemea zaidi, lakini mnaendelea kuangusha. Wanajeshi wazalendo, muamuke, mupambane gisi mlikuwa mkipambana. Muamuke, mtumie nguvu, mtumie hizo mbingu zenyu. Mlikuwa mkitumia madawa nyingi zaidi.
mlikuwa mkitumia mbingu zote za uchawi. Muziamushe wale wa mizimu wote, waamuke, waingie kwenye uwanja, mwanze kukabiliana na waasi wa M23. Msitegemee serikali, mkiendelea kuungana na serikali mtaangusha Kongo. Tunawaambia hili kwa sababu serikali inawaongoza gisi wanataka. Jeshi la wazalendo muongoza serikali, ni serikali inaongoza kila mara. Ndio maana unajipata kwenye uwanja munafeli sana, kwa sababu nyinyi mnachukua masharti ya serikali. Hili nazungumzia sio kusema mjui, mnajua. Na viongozi wa wazalendo kuna wale wanaendelea kupewa pesa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili waendelee kufanya nini? Kutii sheria zao. Na nyinyi viongozi wa wazalendo muwe makini zaidi. Mtazame wa viongozi wenu tayari wanaanza kula rushwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanaanza kula rushwa na viongozi wanaongoza katika eneo yenu. Lakini nyinyi inabidi mchichunguze. Mkiona kiongozi wenu anaanza kula rushwa, kumbuka huyo sio mwanajeshi mwenzenu, huyo ni raia mwenzenu. Mara moja mumutoe mara moja. Akikataa mumfunge hata kamba, mumupeleke mahali. Unaelewa uzuri, mtu mmoja asije kuwawisha. Bila kuwa makini mtajipata mara moja raia population wamebaki wana regrete, na nyinyi wazalendo mtakuja kujipata mara moja. Maisha yenu inakuwa mbaya. Kwa sababu gani? Bila kujitambua kwa sasa. Hii ni hatua, mjichunguze kila mara. Kwa nini mnaendelea kushindwa kwenye uwanja wa mapambano? Kwa nini FARDC inaendelea kuambia mrudi nyuma? Pale ya kuavance mnarudi nyuma. Kwa nini? Mjiulize maswali haya. Kama unavyonisikiliza kupitia Media Goma TV, subscribe, like, comment, kwa sababu M23 inatumia nguvu mingi sana. Inatumia teknolojia mingi sana. M23 inatumia njia la pesa. M23 inatumia umoja kwenye mapigano yao. M23 inatumia wanakula vizuri. M23 wanakulala vizuri. Hata wakiwa kwenye sehemu ya vita, utaona level, hata ukiangalia tu utaona wao ni wanajeshi kabisa. Wazalendo mkiona mara moja hili jambo lenye M23 la kutumia, wanatumia uongo kwa kupenya hili. Na nyinyi wazalendo, kuna wale tayari viongozi wanakula pesa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili wafungue njia. Na nyinyi wazalendo wengine hamjui kitu kinavyoendelea. Wale wenyewe hamjui, mjiunge kitu kimoja. Niliwaambia tayari bila kuwa makini. Hata mkiangalia hao wazee wenyewe walikuwa wanapewa madawa. Kuna wale tayari walishaanza kupewa madawa. Walishaanza pewa pesa wasiwapatie madawa za kwenda kwenye vita. Ndio maana mnaachiwa hivyo. Ndio maana mnauawa kwenye viwanja huko. Tayari mlikuwa napigana, mnasema nene naitwa mai. Siku hizi mnaanza imba manyimbo za serikali za FARDC. Tayari mmesahau kama nyinyi mlikuwa mai. Hili ni jambo lenye mshangazo sana. Ukiwa unanifuatilia mara ndani ya Media Goma TV, ndani ya Media Bukavu TV, subscribe, partage ili habari ziende kufikia watu wengi zaidi. Madiaspora, naomba mwende kupartage habari zetu za kila mara. Watu wangu wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, unaponisikiliza kupitia Media Goma TV, subscribe, like, comment. Kumbuka kuna vitu ninavyotangaza mara kwa mara, ule ana akili atachambua moja kwa moja. Bye bye.